Naitwa Anania Paulo Lwanzega, ni afisa ugani kutoka Chama Kikuu cha Ushirika wa Wakulima wa Tumbaku Tabora. Ni katika maonyesho haya nimepata fursa ya kutembelea banda la mfuko wa udhamini wa pembejeo na nimeweza kupata fursa ya kujifunza kuhusiana na mfuko huu kwamba kuna fursa ya kupata mkopo kwa vijana, wanawake, lakini pia mkopo kwa SACCOS na AMCOS ambazo zinajihusisha katika upande wa uzalishaji na shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Na nimevutiwa pia kwa sababu mimi pia licha ya kuwa ni mtumishi, lakini pia ni mjasiriamali ambaye anajihusisha na kilimo na mifugo. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika fursa hizi kwa vijana na kwa kina mama na kwa AMCOS na SACCOS zote. Na wakaribisha pia wakulima na wadau wengine watembelee banda hili ili waweze kujifunza na kupata fursa zaidi. Napenda kuwapa mwaliko wakulima ambao wanajihusisha na kilimo kwamba wakulima sasa tubadilike. Kuna fursa zipo ambazo zinatolewa kutoka taasisi za kiserikali na zinamwezesha mkulima. Kwa hiyo wakulima wasiogope, waje wapate elimu na wathubutu kuchukua fursa hizi za mikopo kwa ajili ya manufaa zaidi na waweze kupata maendeleo kwa haraka. Masharti kwa kweli katika taasisi hii au mfuko huu ni nafuu sana kuliko taasisi zote ambazo nimeshawahi kuziona binafsi au kusikia. Ukizingatia masharti ya ukopaji, anaweza kukopa mtu binafsi au kwa maana ya kikundi kama SACCOS au AMCOS. Kwa jina naitwa Ahmad Mbundu, ni mjumbe kutoka Chama Kikuu Lindi Mwambao ambacho kiko mkoani Lindi, ambacho kinawahudumia wakulima ambao wa mchama, manispaa na kila kwa ajili ya kusimamia mazao yetu kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kama ufuta, mbazi na korosho. Nashukuru nimekuja banda la mfuko wa udhibiti wa pembejeo za kilimo, nimekuja kujifunza jinsi ya upatikanaji wa mikopo ya hii kundi cha. Nimekuja hapa, kuna mikopo kwa ajili ya wakulima wadogo na wakulima wakubwa kama vyama vya ushirika, AMCOS, SACCOS na mkulima mmoja mmoja wanaruhusiwa kupata. Na nilichojifunza ambacho kimenipendeza sana kwa riba ya 4.5 hadi 7%. Kwa hiyo kimefurahiwa sana kwa sababu ni asilimia ndogo katika benki zote ambazo tunakopa haziko riba namna hiyo. Kwa hiyo nilichopendezewa nacho kwa sababu wakulima tukija kuchukua hii kwa 4.5 na 7%, na maana tutakuwa na mapato makubwa sana kwa mkulima. Riba nafuu itamwamsha mkulima kupata maendeleo makubwa na kuwa na hamu, ambaye hata kama yeye hana hamu ya kuja kupata, kwa na hamu ya kuja kukopa ili atajua atapata maendeleo zaidi na zaidi. Neno langu la kuambia mfuko wa pembejeo, naomba tafadhali hii sekta wasiweke Dodoma peke yake, washuke mikoani, sababu serikali zetu tutakapopeleka fomu zitakuwa na uangalifu ambao wa chini. Sababu wakishuka wenyewe moja kwa moja, ina maana sisi wakulima wetu watakuwa na hali ya kwenda, sababu leo unaomba fomu apeleke kwa mkurugenzi, apeleke, itakuwa na mashaka. Tunaomba huu mfuko wa pembejeo washuke mikoani chini, ukamkute mkulima ili mkulima apate tija. Napenda kuwapongeza huu mfuko wa udhibiti wa pembejeo kwa kutupa elimu hii, kumielewa. Naomba wazidi kutupatia hii elimu ili wakulima wapate fursa zao. Asanteni sana.